Naam, habari za muda huu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko. Matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako unaendelea kutusikiliza vema kwa muda na saa kama hizi. Ujambo na karibu kujiunga nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 25 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Kama kawaida tuko hapa kuletea yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, ikiwemo jimboni Kivu Kusini lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Hivyo ili wa kwanza kuendelea kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde, na kusihi kuweza kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Asubuhi ya leo tutakujuza kile kinachoendelea huko jimboni Kivu Kusini, lakini pia huko jimboni Kivu Kaskazini kwenye uwanja wa mapambano. Kwa nami mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka natumai kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako endelea kutusikiliza vema kwa muda na saa kama hizi. Na sasa tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka huko jimboni Kivu Kusini, tarafani Uvira, ambako mapigano yaliyoripotiwa Jumapili tarehe 23 Novemba mwaka wa 2025 katika mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini yamesababisha vifo 4 na majeruhi 14. Kwa mujibu wa taarifa za awali ni kwamba mwanajeshi mmoja wa FARDC amefariki dunia, huku wazalendo wawili pia wamepoteza maisha na raia mmoja dereva bodaboda ameaga dunia kufuatia shambulio hilo. Na upande wa majeruhi ni kwamba watu 14 walijeruhiwa, wakiwemo raia 9, wanajeshi wawili wa FARDC pamoja na wapiganaji 3 wa wazalendo. Maafisa wa usalama wamefanikiwa kurejesha bunduki 3 aina ya AK-47 na majeruhi wote wanapatikana katika vituo vya afya mbalimbali ndani ya mji wa Uvira. Kuhusu chanzo cha mapigano ni kwamba vyanzo huru vinaeleza kuwa kulikuwepo na makabiliano makali kati ya jeshi la FARDC na baadhi ya wapiganaji wa wazalendo. Hata hivyo, katika taarifa yake rasmi, FARDC imekanusha hilo, ikibainisha kuwa tukio hilo lilihusisha makundi mawili ya watu wanaojiita wazalendo, lakini wanatajwa kuwa wazalendo bandia waliokuwa na nia ya kuvuruga usalama ndani ya mji wa Uvira. Baada ya tukio hilo la kusikitisha lililoripotiwa ndani ya mji wa Uvira na kusababisha vifo vya watu pamoja na majeruhi, mbunge wa taifa mchaguliwa tarafani Uvira Mheshimiwa Justin Bitakwira ametoa ujumbe ufuatao kwa wazalendo wote upatikanao tarafani Uvira. Hapa ni Honorable Bitakwira Bihonahai Justin kutokea Kinshasa. Ndugu zangu wazalendo, nafikiri kati yenu sasa tutachagua kati ya kondoo na mbuzi kama jinsi Biblia inasema. Mkumbuke kwenye mulitoka. Muliishi miaka mingi sana porini. Hakuna mtu alikuwa na kanyaga Luvungi, Sange, Runingu, Kiliba au Uviraville. Nyinyi wote mkumbuke chawa zenye zilikuwa ndani ya makabutula zenu na mapantalon zenu. Nyinyi ndio mlikuwa sasa fierté nationale ya Kongo. Fierté nationale ya Kongo. Sasa hatujui ni wanani wamegeuka majambazi. M23, AFC, jeshi la Rwanda, au kati yenu ni nyinyi ndio mnageuka sasa majambazi. Tanto waliiba mbuzi, tanto watu 3 walikufa. Meme Bukavu kwenye kuna tawaliwa na Rwanda na bebero zao za M23 na AFC. Population haiishi gisi munageuza Uvira leo. Goma kwenye kutawaliwa na Rwanda ndio tunaona watu wanapigwa, wananyanyasiwa, lakini
Hakuna masasi kama pale Uvira kwa leo. Ndio maana nawakumbusha mu 2023 wakati tulienda Baraka, tukatoka Baraka tukarudi Uvira, mimi ndio niliwarudisha kutoka porini kuingia mji ya Uvira, na kila mara watu wananishutumu sana. Ni watu wa Bitakwira wale. Sasa mjue kinachokuwa na mwanzo kina mwisho. Kama tabia hiyo amuiachi, watawapokonya zile silaha mko nazo, na wamoja watafungwa. Hiyo vifo ya kila siku, hiyo masasi ya kila siku, ukiuliza ni nani? Wazalendo. Hamko wazalendo. Kesho wa Amerika, Umoja wa Ulaya, serikali yenyewe ya Kongo mutageuka tena maforce negative. Ijapo hiyo mnyinyi ndio watu walikuwa wanaanza tegemea kupita hata jeshi. Munaleta haya. Munaleta haya. Tulifuata masasi lipigiwa Luvungi, watu wakakufa. Tulifuata masasi lipigiwa Sange, watu wakakufa. Jana Uvira ndio usiseme, watu wakakufa. Tumeona hesabu kwenye marezo sosio. Angalisho, shetani amewaingilia. Shetani amewaingilia kazi yenu. Nasema kazi yenu. Kazi yenu. Raia itawachukia kushinda hata jeshi la Rwanda. Mujue vile. Hamukumbuki wa Mshuhazi? Mu 1975 raia iligeuka Mshubazi mpaka kumkata kichwa, na ile kichwa ikakuya Kinshasa, sijui balienda kuitupa wapi, kama Guadolite kama wapi. Sasa nyinyi wote, kamanda ya Kutumba, Rene Itongo, Makanaki, Ngoma Nzito, Kamama, na ba coordinateur baisha kuwa kama 1100. Kila mtu ni coordinateur. Kinshasa ilikuwa na waheshimia sana. Kongo nzima ilikuwa na waheshimia sana. Mtageuka kama vile watu wamejinyambia ako mchana. Mtageuka kama vile watu wenye walijinyambia iko mchana. Au mtu mwenye anatembea mbatu na iko na tenia kwa mguu. Na hii ni angalisho ya mwisho. Kumbe abatu wali baluga batakizi da henjuki. Wandugu zangu, nguo ya mweupe inageukaka inayala damu na hawezi ivala tena. Njoo gisi mutageuka kama bikoropo ya Kongo, na nyinyi mlikuwa mnachukuliwa kama vile Nasema tena, hapa ni Honorable Bitakwira Bihonai Justin kutoka Kinshasa. Tuko na baangalia miroir, tuko na baangalia mkio comportement ya kila umoja. Munatuchukiza sana, munatuchukiza sana sana sana, munatuchukiza sana. Asante.
Na sasa jelekeze uko jimboni Kivu Kaskazini kwenye uwanja wa mapambano ambako katika mkoa wa Kivu Kaskazini taarifa mpya zaeleza kuwa kijiji cha Buhimba, eneo lililopo katika mkusanyiko wa Waloa Yungu wilayani Masisi, kimewekwa tena chini ya udhibiti wa vikosi vya serikali FARDC kwa ushirikiano wa vikundi vya kujitolea wazalendo. Hatua hii imefikiwa asubuhi ya Jumatatu tarehe 24 Novemba baada ya mapigano makali kati ya jeshi la serikali FARDC wakisaidiwa na wazalendo dhidi ya vikosi vya waasi wa AFC M23 waliokuwa wameutoa mji huo Jumapili jioni. Kwa mujibu wa taarifa za usalama kutoka Walikale, jeshi la FARDC likisaidiwa na wazalendo lilianzisha mashambulizi ya kujibu mapema Jumatatu yakilenga kurejesha kijiji hicho muhimu kilichopo katika eneo la mpaka unaounganisha wilayani Masisi na Walikale. Baada ya mapigano hayo ya muda mrefu, waasi wa AFC M23 wamelazimika kukimbia upande wa Kasopo wakiachia maeneo hayo ya Buhimba mikononi mwa jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo. Wakaaji wa Buhimba waliohama makazi yao na kujificha kwenye misitu jirani wameripoti kusikia milipuko mikubwa ya milio ya risasi kuanzia asubuhi hadi jioni ya Jumatatu, wakieleza kuwa mapigano yalikuwa makali kuliko siku zilizopita. Kwa sasa FARDC pamoja na wazalendo wamerudisha udhibiti wao katika kijiji cha Buhimba na jeshi linaendelea kufanya doria za ukaguzi wa usalama ili kuimarisha hali na kuruhusu wakaaji kurejea taratibu pindi mazingira yatakapokuwa salama zaidi. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na jeshi wala mamlaka za serikali kuhusu idadi ya waliouawa, majeruhi au kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mapigano hayo. Vyanzo vya usalama vinasema tathmini ya kina inaendelea ili kutoa taarifa kamili kwa muda utakaokuwa umefaa zaidi. Na tukisalia tu bado huko jimboni Kivu Kaskazini ni kwamba hali ya usalama katika kundi la Nyamaboko ya kwanza wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini bado ni tete, licha ya mchakato unaoendelea na mazungumzo ya Doha nchini Qatar kati ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na waasi wa AFC M23. Asubuhi ya Jumatatu tarehe 24 Novemba, mapigano mapya yameripotiwa katika eneo la Kautu yakihusisha waasi wa AFC M23 na majeshi ya serikali FARDC wakisaidiwa na wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, waasi waliotoka eneo la Kazinga walianzisha mashambulizi dhidi ya ngome za FARDC na wazalendo katika sekta ya Osubanyungu kwa lengo la kupanua maeneo yao wanayoyadhibiti huko jimboni Kivu Kaskazini. Kutokana na milio ya risasi nzito na nyepesi, wakaaji wa Kautu na Humura walilazimika kukimbia makwao ili kujiepusha na ghasia za kivita. Vyanzo vya eneo hilo vinaeleza kuwa wakimbizi wa ndani wamekimbilia maeneo ya Ntonto katika kundi la Waloa Rubo wilayani Walikale, huku wengine wakitafuta hifadhi kwenye misitu ya jirani. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya vifo au majeruhi, kwani mapigano bado yanaendelea kuwa magumu na kwa kasi kubwa katika eneo hilo, kulingana na vyanzo vya usalama vilivyopo karibu na uwanja wa mapambano. Walikale daima. Gavana wa kijeshi wa mkoa wa Kivu Kaskazini amewasili katika wilayani Walikale mchana wa Jumatatu tarehe 24 Novemba kwa ajili ya ziara ya kikazi yenye umuhimu wa kiusalama na maendeleo. Gavana huyo Generali Meja Somo Kakule Variste amewasili katika kiwanja cha ndege cha Kigoma majira ya saa 9 mchana na kupokelewa na wajumbe wa kamati ya usalama kutoka uko Walikale. Akiwahutubia kwa kifupi wakaaji wa eneo hilo, Generali Somo Kakule alisema kuwa ziara yake inalenga zaidi masuala ya usalama, hasa ikizingatiwa kuongezeka kwa mapigano kati ya waasi wa AFC M23 na jeshi la serikali ya Kongo FARDC katika maeneo mbalimbali ya Walikale na Masisi.
Katika ziara hiyo, gavana huyo anatarajiwa kuzindua miradi miwili mikubwa, ikiwemo ukarabataji wa barabara ya Walikale Kibua na kumaliza ujenzi wa njia ya kurukia na kutua ndege katika uwanja mdogo wa Kigoma ambao inapangwa kupanuliwa kutoka urefu wa mita 1300 hadi mita 3000. Baada ya hotuba yake fupi iliyonukuliwa ikitolewa chini ya mvua kubwa, gavana wa Kivu Kaskazini pamoja na msafara wake uliowajumuisha wabunge wa taifa na wa mkoa pamoja na viongozi wengine wa kisiasa walielekea katika ofisi ya wilayani Walikale kwa ajili ya kikao cha maelezo kuhusu hali ya jumla ya usalama na maendeleo katika maeneo hayo. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia taarifa yetu ya habari kupitia mtandao wa kijamii, fahamu ya kwamba endelea kusikiliza taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili kutoka Amani TV Media, na mimi ni mtangazaji wako Ramsey Ramadhani. Hivyo nakusii kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare habari zetu kwa walio wengi zaidi. Na sasa utamatisha habari zetu na habari semazo kuwa Umoja wa Ulaya EU umeidhinisha hatua mpya ya msaada wa milioni 10 za euro kwa wanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC kupitia mpango wa urahisi wa Ulaya kwa amani, kulingana na taarifa iliyotolewa na Baraza la Umoja wa Ulaya. Msaada huu mpya unalenga kutoa vifaa vya kijeshi visivyo hatarishi vinavyokidhi mahitaji ya operesheni za FARDC. Hii ni hatua ya pili aina hii kwa jeshi la FARDC. Hatua ya kwanza iliyopitishwa mwaka wa 2023 ilihusisha brigadia ya 31 ya kujibu haraka iliyoko Kindu. Kwa jumla, msaada wa Umoja wa Ulaya kwa FARDC sasa umefikia milioni 30 za euro. Baraza la Umoja wa Ulaya linasema kuwa hatua hii inalenga kuimarisha uwezo wa FARDC katika kutekeleza majukumu yao muhimu, ikiwemo kulinda raia, kurejesha mamlaka ya serikali, kutoa vifaa vinavyorahisisha usimamizi na amri, kuboresha hali ya utumishi wa jeshi, kutoa misaada ya matibabu ya haraka pamoja na vifaa vya patrolling katika mipaka ya mito. Vifaa vya kwanza vinatarajiwa kufikishwa kabla ya mwisho wa mwaka wa 2026. Baraza la Umoja wa Ulaya linabainisha kuwa hatua hii inathibitisha dhana ya EU ya kuunga mkono mageuzi ya sekta ya usalama nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na msaada wake katika mchakato wa amani. Hatua hii ni sehemu ya mpango mkubwa unaojumuisha vifaa mbalimbali vya maendeleo na msaada wa kitaifa. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo ambazo zimesomwa kwenye nami Ramsey Ramadhani kutokea kituo cha matangazo Amani TV Media. Nakusihi kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi, na kuaga tu kwa kusema bye bye. Tukutane tena katika taarifa zetu za hapo baadaye.